Na ripoti kutoka Msoero, wilaya Kilosa, mkoani Morogoro, ambapo mtoto mwenye umri wa miaka 10 ambaye jina lake linahifadhiwa amefanyiwa ukatili kwa kuchoma moto na mama yake mzazi ambaye naye jina lake linahifadhiwa kwa sababu za kiusalama. Mkuu wa wilaya Kilosa, Shaka Hamdu Shaka, amefika katika kijiji hicho kumjulia hali mtoto huyo, ambapo amesema kuwa tayari mama huyo anashikiliwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Mtoto huyo amechomwa maeneo mbalimbali ya mwili wake ikiwemo shingoni, mdomoni pamoja na shavuni. Mama huyo amemfanya hivyo ukatili mtoto wake kwa kosa la kuiba nyama ambayo ilihifadhiwa ili iweze kutumika na familia. Kutoka hapa Msoero, wilaya Kilosa, mkoani Morogoro, hizi ni ripoti za Ayo TV na millardayo.com. Mimi ni Jacob Sonyo. Tunafuatilia tukio hili la ukatili wa kimwili ambalo amefanyiwa mtoto wa miaka 10. Jina lake bado tunalihifadhi, ambaye amechomwa moto sehemu za mdomoni, lakini vile vile sehemu za mikononi. Amepigwa na kujeruhiwa sehemu za mikononi na mamake mzazi kwa tuhuma za kwamba mtoto huyu amekuwa na tabia ya kudokoa mboga. Tukio hili limetokea katika kijiji cha Msoero, ambapo mama ambaye XX ambaye anatajwa kufanya ukatili huo wa kimwili tayari anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya hatua nyingine. Na hapo nyuma matukio haya yalikuwa ni mengi sana kwa wilaya yetu ya Kilosa, lakini tunashukuru kutokana na jitihada mbalimbali ambazo zimefanywa na taasisi za serikali, lakini na mashirika yasiyo ya kiserikali ya kutoa elimu pamoja na hamasa kwa wazazi pamoja na makundi ya kijamii. Kwa kiasi fulani matukio haya yalipungua. Hii sasa hivi yanaonekana kutaka kujirejea kidogo kidogo. Hili la huyu mtoto ambaye amefanyiwa ukatili wa kimwili la kuchomwa sehemu zake za mdomo kwa madai hayo ya kudokoa mboga. Wito wangu wakati tukielekea kwenye siku ya maadhimisho ya wanawake duniani, hasa nianze na tukio hili la mtoto wa miaka 10 ambaye amefanyiwa ukatili wa kimwili na mama yake mzazi, ni kuwaomba wakina mama, wakina baba na jamii kwa ujumla, kwanza kuwa na mioyo ya imani na huruma, lakini kuwa na mioyo ya upendo. Haya matukio hayajengi zaidi ya kuwaumiza watoto hawa kuathiri kisaikolojia, lakini vile vile haya matukio yanatupunguzia upendo katika jamii, upendo wa kifamilia, upendo wa mtoto na mzazi, kwa sababu unapomfanyia mtoto tendo kubwa kama hili ambalo hawezi kusahau kwenye maisha yake, ujue tu kwamba kadri ambavyo ataendelea kukua ndivyo ambavyo pengine linaweza likamtengenezea chuki baina ya mtoto na mzazi wake. Sasa hatupendi jamii ifikie huko, na huo ndio mlango wa kufungua pengine mambo kombele ambayo hayana mustakabali mwema na jamii yetu. Kwa hiyo niwaombe sana wakina mama, ile mioyo ya huruma, upendo itawale katika familia zetu. Lakini bado tumeendelea kuwapa elimu wakina mama, hata wanapoona watoto wamewashinda, tumekuwa tukielekeza wawasiliane na maafisa ustawi wa jamii kwa ajili ya kuwasaidia, kama ni masuala ya counseling au masuala ya kuwapeleka kuingiza kwenye outreach program. Tuna outreach program sasa hivi ambazo zinagusa moja kwa moja masuala ya udhalilishaji na unyanyasaji wa kijinsia, lakini zinagusa moja kwa moja katika kusaidia malezi, na tunashukuru zimekuwa na matokeo chanya. Sasa wajibu wa wazazi pale ambapo wameshindwa kutumia hizi fursa ambazo zimewekwa na serikali, na tumefanya hivyo makusudi baada ya kuona matendo haya ndani ya wilaya ya Kilosa yalikuwa yameshamiri. Miaka 2 iliyopita kulikuwa na kesi nyingi za udhalilishaji na ukatili wa kimwili ndani ya wilaya yetu ya Kilosa. Sasa baada ya kupua kidogo, yanaonekana kujirejea siku hadi siku. Kwa hiyo kwa masikitiko makubwa ninalaani vikali kitendo hiki cha mama huyu ambaye amemwathiri vibaya mtoto wake katika maeneo ya, sababu ukimwangalia yule mtoto eneo la mdomoni, kwa kweli ni Mungu tu amemwekea mkono wake, lakini amemwathiri vibaya sana eneo lote hili la mdomoni kiasi kwamba anatia huruma.